na sio kizazi cha uharibifu. Ombea uzao wa tumbo lako, ombea jamii yako, ombea familia yako. Leo hatujapata tu maombi kwa sababu ya kupanga, tumepanga maombi with a purpose. Tunataka kuwa na healthy family, familia ambayo inamtii Mungu, familia ambayo inampenda Mungu, familia ambayo inafanikiwa, familia ambayo iko na neema, familia ambayo iko na jina, familia ambayo iko na utukufu wa Mungu. Katika jina la Yesu, Abrahamu akatengeneza familia ambayo utukufu wa Bwana ulimwengu unatawala hiyo familia. Ninaomba katika jina la Yesu, kwa wake zetu, kwa watoto wetu, kwa familia zetu, hakuna silaha itainuliwa kinyume cha familia zetu itakayofanikiwa. Bwana, tunaweka familia zetu mikononi mwako. Tunaweka familia ya washirika wa Mountain, washirika wapenzi wote wa Mountain of Hope, tunaweka jamii zao mikononi mwako. Tunatangaza rehema na neema za Bwana, tunatangaza kibali cha Mungu juu ya maisha yao. Damu ya Yesu inayotawala na kujenga familia, tunainena juu ya watoto wetu, tunainena juu ya waume zetu, tunainena juu ya wake zetu, juu ya kila kitu tunafanya pamoja. Tunaomba Bwana, watakaraka, discipline na unity iwe msingi wa jamii katika jina la Yesu. Alafu baada ya hiyo tunainua mjengo wa nyumba yetu with wisdom, understanding and knowledge katika jina la Yesu wa Nazareti. Tutakuwa na mutual forgiveness, tutakuwa na shared purpose in the name of Jesus. Baada jamii zetu lazima tuwe pamoja, tutajirika pamoja, tununue magari pamoja katika jina la Yesu wa Nazareti. Sitanunua gari yenye mke wangu hataingia, sitanunua gari yenye watoto wangu hawataingia. Baba, ninatangaza chochote unachonibariki nacho kitakuwa furaha ya jamii yangu, mama yangu, baba yangu, watu wetu watakuwa part and parcel ya kila unanipatia katika jina la Yesu. Ile joto ya baraka itasikika na watu wetu, itasikika na watoto wetu, itasikika na jamii zetu katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba, ni asante. Watoto wetu hawatafuzwa na ulimwengu. Tangaza watoto wako hawatafuzwa na ulimwengu. Wewe utakuwa mwalimu wa watoto wako, utawalea kwenye maadili ya Bwana, utawalea kwenye njia za Bwana, utawalea kwenye mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu. Tabia ya kiungu itatawala watoto wetu, tabia ya kiungu itawaongoza watoto wetu. Nguzo hizi tatu zenye nimeongea habari zake, the wisdom, understanding and knowledge, itakuwa sehemu kuu ya familia katika jina la Yesu. Na kanisa letu hili litajengwa kwa sababu tuko na jamii zenye ziko na maisha, jamii ambazo ziko na msingi, utajiri, vitu vizuri vyenye Bwana amesema. Kwa sababu ya knowledge, nyumba zetu zitajazwa na treasure, expensive things itajaa kwenye manyumba zetu. Ninatangaza asubuhi ya leo, wacha Mungu ajaze nyumba zetu na utajiri, ajaze nyumba yetu na vitu vizuri katika jina la Yesu. Baba, ni asante. Wakilia ufahamu juu ya hao wazee, wakilia ufahamu juu ya hao wamama, wakilia knowledge juu ya hao wamama, understanding juu ya hao wazee, achilia wisdom juu ya kila jamii katika jina la Yesu. Mountain of Hope, utatubariki Bwana kama jamii zenye zinajenga mountain, kama jamii zenye zinafanya mountain iwe into existence, iwe ni hapa Kisii, iwe ni Kegeti, iwe ni Kibelo, iwe ni Bomet, popote pale Kisii, kila mahali kwenye watu wetu wako. Na tangaza katika jina la Yesu, tutakuwa na makanisa yenye yako na uhai, maana jamii zenye ziko ndani ziko na uhai, ziko na uzima, ziko na neema, ziko na utukufu wa Bwana katika jina la Yesu. Roho ya umasikini ninaikemea, roho ya umasikini ninailaani kwa wisdom ya Mungu. Ondoka wewe roho ya umasikini, toka kwa hizi jamii, toka kwa hizi familia, toka kwa nyumba zao, toka kwa kazi zao, toka kwa mifuko yao katika jina la Yesu. Kwa sababu ya ufahamu kwa Bwana, wajana akaunti zao na pesa, jana unachiri kwa nyumba zao. Oh my God, bariki tu hao watoto wako. Usiangalie yeyote
vile ako, usiangalie vile mahali amezaliwa, usiangalie tabia ya kwao, usiangalie madhabahu yanayofanya kazi mahali amezaliwa, lakini kwa sababu ya jina la Yesu ninaomba uachilie baraka, ninaomba uachilie baraka, ninaomba uachilie baraka. Kila jamii yenye imewakilishwa hapa, kila familia yenye imewakilishwa hapa ibarikiwe. Oh my God, katika jina la Yesu. Mtu akishakuwa mtu mkubwa wa zaidi ya miaka 18 anajichagulia hata Mungu, anajichagulia mahali anataka kuabudu, anajichagulia kila kitu. Ninaomba Bwana, hapa wengi wamezidi miaka 18, wengi ni wanafamilia, wako na watoto, wameolewa na wameoa. Ninatangaza vile wamechagua Mungu wa mauti, wacha huyu Mungu awabariki, wacha huyu Mungu awainue, wacha huyu Mungu apanue mipaka yao katika jina la Yesu. Usiangalie upungufu wao, usiangalie udhaifu wao, usiangalie kupungukiwa kwao, usiangalie kupungukiwa kwao. Baba, inawezekana hawajakamilika, hatujakamilika vizuri kwa imani na kwa wokovu wetu, lakini kwa rehema zako na kwa upendo ambao unafunika wingi wa dhambi, upendo wako ambao ni mkuu, tunaomba tu Baba wetu utubariki. Wachilia baraka kwa hawa watu, wachilia baraka kwao Bwana. Waondolee umaskini, waondolee kung'ang'ana, waondolee kung'ang'ana, waondolee kung'ang'ana, waondolee kung'ang'ana, kuanza miradi yenye haifanikiwi, kuanza miradi yenye haisimami, kuanza miradi yenye haifiki mwisho. Lakini naomba katika jina la Yesu, ondoa hiyo mateso, 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 ondoa hiyo mateso. Kuna kitu kubwa amekiambia, na jana niliongea kometi ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini tofauti yetu na wale wenye hawayuko ndani ya Yesu ni kwamba Mungu atatuokoa nayo yote. Kuna watu hapa unashangaa, nimeokoka lakini ninapitia, nimeokoka lakini mambo yangu ya kwaje. Nikwambie, ni kwa muda tu, ni kwa muda tu, ni kwa muda tu. Wengine wenu mko kwa kwao, Mungu anawaandaa. Mimi ni udongo mikononi mwa mfinyanzi. Juzi nilikuwa ninaongea juu ya roho ya manunguniko, na nikasema vile Mungu alikwambia Yeremia, enda kwa nyumba ya mfinyanzi uone vile anavyofanyia kazi vitu ambavyo anazitengeneza. Anatengeneza, anaharibu. Wengine hapo unaona Mungu anawaharibu, sio kuharibu, anawaharibu. Anataka kutengeneza mamilionea, watu wenye wako na finance background yenye ni ya kudumu. Na ndio sababu wakati mwingine unapokea utajiri ikienda, unapokea pesa zikienda, lakini inaenda kufika mwisho. Ninaona establishment, kwa sababu Bwana analeta understanding, analeta understanding, na amesema kwa understanding nyumba inakuwa established. Usilie tena, anza kumshukuru Mungu, kwa sababu kuna mambo mazuri anafanya very soon. Kuna mambo anafanya katika jina la Yesu. Ondoa kila sura ya mateso, ondoa kila alama ya shida, ondoa kila alama ya shida, ondoa kila alama ya shida juu ya maisha ya hawa wapendwa. Wabarikiwe.